Kuna wakati maishani ambapo kila kitu hubadilika. Sio taratibu, sio kwa muda, bali kwa sekunde moja tu. Wakati huo ulifika katika Jumapili ya alasiri mwishoni mwa Oktoba, pale gari la saluni chakavu lililoshika kutu pembezoni na kushikiliwa kana kwamba ni kwa dua na utepe mzito wa kufungia, liliposogea hadi kwenye nyumba kubwa ya matofali ya mtindo wa kikoloni katika vitongoji vya pembezoni mwa jiji. Gari hilo lilikuwa limechakaa kiasi kwamba usingeweza hata kujua lilipaswa kuwa na rangi gani. Matairi yake yalikuwa yameisha mchoro. Kioo cha mbele kilikuwa na ufa mrefu upande wa abiria, na mwanaume aliyeshuka kwenye gari hilo alikuwa amevaa nguo ambazo zilionekana kana kwamba zimekokotwa nyuma ya gari kwa takribani kilomita 500 zilizopita. Familia yangu ya thamani, asanteni sana kwa kuwa hapa pamoja nami leo. Kabla hatujaingia ndani ya hadithi hii ya kushangaza, nataka mfanye jambo moja kwa ajili yangu. Bonyezeni kitufe cha subscribe, bonyezeni kulike video hii na nambieni kwenye comment hapo chini kwa kuniambia hapo ulipo ni saa ngapi, mpo wapi na mnatizama kutoka nchi gani. Hii hunisaidia kuijua familia yangu nzuri kutoka pande zote za dunia. Sasa hebu niwaambie hadithi itakayowatikisa hadi ndani kabisa ya nafsi. Hadithi kuhusu mwanaume aliyedhani anajua kila kitu kuhusu familia yake, kisha akagundua kwamba hakujijua hata yeye mwenyewe. Jina lake lilikuwa Jose Mrisho. Na kile ambacho hakuna mtu aliyekijua wakati huo, kile ambacho hakuna mtu angeweza hata kukihisi wanapomwona akijikokota kwenye njia ya kuingilia nyumba akiwa na funguo zilizochakaa mkononi na shati lenye madoa yaliyokataa kutoka, ni kwamba Jose Mrisho alikuwa bilionea, sio milionea, sio mtu mwenye akiba ya kumtosha tu, bali bilionea. Alikuwa ametumia miaka 15 iliyopita mjini Dar es Salaam akijenga himaya ya teknolojia kutoka sifuri kabisa, akipanda kutoka umaskini hadi utajiri usioelezeka. Alisafiri kwa ndege za binafsi. Alimiliki nyumba na viwanja katika maeneo mbalimbali. Alikuwa akipata pesa kwa siku moja kuliko watu wengi wanavyopata maisha yao yote. Thamani yake ya mali ilikuwa kubwa kiasi kwamba washauri wa fedha walikuwa na vikosi maalumu vilivyotengwa kusimamia uwekezaji wake. Lakini katika hiyo Jumapili, Jose Mrisho alionekana kama mwanaume ambaye hana hata sarafu mbili za kuzisugua pamoja. Jambo kuhusu Jose ni kwamba siku zote alihisi kuna kitu kinakosekana. Hata alipokuwa kileleni mwa mafanikio yake, alikuwa na pesa, hadhi, sifa. Kila dili la biashara aliloligusa lilionekana kugeuka dhahabu. Wawekezaji walipigania nafasi ya kufanya kazi naye. Majarida makubwa ya teknolojia na biashara yaliandika habari maalumu kumhusu. Alikuwa anaishi ndoto ya mafanikio makubwa. Lakini chini ya mafanikio hayo yote, chini ya suti za bei ghali, nyumba za kifahari na mialiko ya hafla za watu wachache, Jose alihisi upweke wa kutisha. Na akaanza kuamini kwamba upweke huo haukuwa bahati mbaya. Aliamini familia yake ya nyumbani, watu aliowaacha alipokwenda kufuata ndoto zake Dar es Salaam, walikuwa wamempenda tu kwa kile alichoweza kuwafanyia. Hawakuwahi kumpenda kwa yule alivyo. Kwa hiyo akatengeneza mpango. Mpango uliozaliwa na mashaka, ukalelewa na tuhuma na ukatekelezwa kwa usahihi wa mtu aliyekuwa ametumia miaka 15 kujifunza kupanga mikakati na kucheza na masoko. Angerudi nyumbani bila kutangaza, lakini sio kama yeye halisi. Angerudi kama mshindwa. Angerudi na kuwaambia kwamba kesi ya madai ilikuwa imechukua kila kitu. Nyumba ilikuwa imechukuliwa. Biashara ilikuwa imeanguka. Amefilisika. Na angeangalia jinsi wangemshughulikia alipokuwa hana kitu tena cha kuwapa. Ilikuwa ni jaribio ambalo lingefichua ukweli kuhusu nani katika familia yake alikuwa anampenda kweli na nani alikuwa anapenda tu kile alichoweza kutoa. Kile ambacho Jose hakukijua alipokuwa amesimama kwenye njia hiyo ya kuingia, akitazama juu kwenye nyumba kubwa ambako familia yake ilikuwa inakusanyika kwa chakula cha Jumapili, ni kwamba jaribio hilo lingekuwa mtihani muhimu zaidi aliyowahi kufanya. Lakini sio kwa namna alivyotarajia. Mlango wa mbele ulifunguliwa kabla hajabisha. Mama yake, Agnes Mrisho, alisimama mlangoni.
Alikuwa kwenye miaka yake ya 70 na kitu sasa, nywele zake zikiwa zimekuwa mvi na kupangwa kwa mtindo aliouvaa kwa miongo mingi, gauni lake likiwa na michoro ya maua laini, macho yake yakiwa yale yale ya kahawia yenye joto ambayo yalikuwa yamekuwa naye siku zote. Kwa muda mfupi tu, mfupi sana, kitu fulani kilipita usoni mwake, kama kutambua, kama kujua. Lakini kilipotea haraka kiasi kwamba Jose karibu akakikosa. Akamvuta kwenye kumbatio, akamshikilia labda kwa sekunde 3 zaidi ya kawaida, kisha akasogea nyuma. "Karibu ndani mwanangu," alisema, sauti yake ikiwa ya upole lakini yenye kipimo. "Wote wapo." Ndani ya nyumba kulinukia kama ilivyokuwa siku zote, siku za chakula cha Jumapili. Harufu ya mchicha uliopikwa kwa viungo sawasawa. Kuku wa kukaanga mwenye ngozi iliyokuwa na ukoko mkavu kiasi kwamba ulipasuka unapouma. Mkate wa mahindi uliokuwa bado una joto la tanuri. Kitindamlo cha viazi vitamu kilichokufanya utoe mate hata ukikifikiria tu. Ilikuwa harufu ya familia. Ilikuwa harufu ya nyumbani. Lakini Jose alipovuka kizingiti, alihisi tumbo lake likijikaza. Alijua kinachokuja. Alikuwa amekirudia mara 100 akilini mwake. Chumba cha chakula kilikuwa kimejaa. Dada zake wawili wakubwa, Sara na Zena, tayari walikuwa wamekaa mezani, mikoba yao ya bei ghali ikiwa imewekwa kwa uangalifu kwenye viti nyuma yao. Sara alikuwa amevaa suti ya kifahari hata kama ilikuwa ni chakula cha familia tu. Kucha za Zena zilikuwa zimepambwa hivi karibuni, vito vyake vikiwa vya thamani na kuchaguliwa kwa makini. Walikuwa wamefanikiwa kwa namna zao. Sara alikuwa msimamizi wa kituo cha afya, siku zote akipanda ngazi, siku zote akifikiria kupandishwa cheo kunakofuata. Zena aliendesha biashara ya kupanga hafla za anasa, maana yake siku zote alikuwa anagusa watu wa tabaka la juu, siku zote akifikiria sherehe kubwa inayofuata au shughuli ya hisani. Walipotazama juu Jose akiingia, tabasamu zao ziliganda usoni. "Jose," Sara alisema akisimama. "Hatukujua unakuja nyumbani." "Mimi pia sikujua," Jose alisema kwa sauti ya chini. Na maneno hayo ndiyo yalikuwa ya kweli zaidi angeyasema usiku mzima. Hakuwa amepanga kujisikia hivi vya ajabu, hivi vya kujitenga na nafsi yake. "Nahitaji kuwaambia nyote kitu." Mama yake aliketi kwenye kiti cha kichwa cha meza. Shangazi na wajomba ambao walikuwa wakisaidia jikoni walianza kuingia chumbani. Kaka yake Filipo ambaye alikuwa ameingia kupitia mlango wa nyuma akiwa bado na udongo chini ya kucha kutoka kazi ya bustani aliyokuwa akiifanya siku nzima, aliingia na kusimama alipoona Jose. Tofauti na wengine, Filipo hakuganda. Alitabasamu kwa upana akifurahi kweli kumwona mdogo wake. Jose mwanangu." Filipo alipaza sauti akisogea kumkumbatia. Lakini kisha akajiondoa akichunguza uso wa Jose. "Kuna nini? Unaonekana kama kuna mtu amekufa." Jose alivuta pumzi ndefu. Alikuwa amepiga rehema momenti hii mara nyingi kiasi kwamba alidhani ingekuwa rahisi. Lakini kusimama hapa akiwa amezungukwa na watu aliokuwa nao, watu waliomjua maisha yake yote, ilikuwa ngumu kuliko alivyotarajia. "Nimepoteza kila kitu," alisema kwa kifupi. Kulikuwa na kesi kubwa. Kampuni ikaingizwa kwenye shauri ambalo sikuliona linakuja. Kufikia muda mawakili wangu walipomaliza kupambana, kufikia kila kitu kilipomalizika, nyumba ikaenda. Kila kitu kimeenda. Biashara, uwekezaji, kila kitu. Nimefilisika na nahitaji kukaa mahali kwa miezi michache wakati ninatafuta namna ya kuanza upya. Chumba kilinyamaza. Sio ukimya wa kufikiri, sio ukimya wa huruma, bali ukimya baridi, mzito, uliovuta joto lote la chumba na kulibadilisha na kitu kingine. Kitu kigumu. Sara aliweka chini uma wake kwa uangalifu. Aliangalia mikono yake kwa muda kabla ya kuzungumza. "Hiyo ni mbaya, Jose. Mbaya sana. Lakini sijui kama naweza kukusaidia kwa hili sasa hivi. Nyumba yangu imejaa sana kwa sababu ya ukarabati tunaofanya. Na kwa kweli mafundi wanaingia na kutoka muda wote. Itakuwa usumbufu mkubwa.
Itakuwa kwa miezi michache tu, Jose alisema, tayari akijua kinachokuja. Zena alisafisha koo lake. Siku zote alikuwa ndiye aliyekuwa anajali zaidi muonekano, aliogopa zaidi watu watafikiria nini. Hali yangu pia ni ngumu, alisema, sauti yake ikiwa ya heshima ya juu juu ambayo ilionyesha wazi kwamba hakuwa na hisia hata kidogo kwa mateso yake. Ninaandaa hafla kubwa ya hisani mwezi ujao. Ni tukio la watu wa hadhi na nina wateja wanaokuja wakikaa hotelini wakifanya nami kazi ya maandalizi ya mwisho. Kuwa na wewe hapa kipindi hicho kutaharibu kabisa taswira tuliyokuwa tumeijenga. Nina uhakika unaelewa. Kutaharibu taswira. Hayo ndiyo maneno yaliyobaki hewani. Sio upole kwa unachopitia. Sio nisaidie nifanye nini. Bali kutaharibu taswira. Agnes aliangalia kutoka pale alipokaa kichwani mwa meza, uso wake haukusomeka. Jose alimwangalia mama yake akitafuta kitu, ishara kwamba anamhurumia, kwamba anaelewa maana ya kukataliwa huku. Lakini mama yake alimwangalia tu, macho yake yakiwa na joto lakini mbali, na hakusema chochote. Shangazi na wajomba walitoa visingizio. Walisema nyumba zao ni ndogo. Walisema wana matatizo yao. Mmoja wa wajomba, Mula, alinung'unika kuhusu kuwa amempokea dada yake na kutokuwa na nafasi ya ziada. Maneno yote yalichanganyika kuwa kukataliwa kwingi mfululizo, kwaya ndefu ya hapana, hatuwezi. Chumba cha chakula kilichokuwa kimenukia upendo na familia dakika chache zilizopita sasa kilihisi baridi. Chakula mezani ambacho kilionekana kitamu sana sasa kilionekana kama kitu cha aibu. Hapa kuna watu wanakula milo ya anasa wakati mwana wao, kaka yao, mpwa wao anasimama mbele yao akiwa na nguo chakavu akiomba msaada. Na kila mmoja wao alisema hapana. Kila mmoja wao isipokuwa Filipo. Filipo alisubiri hadi wanafamilia wengine walipomaliza kutoa visingizio, hadi chumba kiliporudi kwenye ule ukimya wa kutisha. Kisha alisimama na kumkaribia Jose. Akaweka mkono wake begani mwa mdogo wake na kumtazama machoni. Mimi sijali pesa, Filipo alisema, na sauti yake ilikuwa thabiti. Sikuwahi kujali hayo. Unanijua. Nina biashara ndogo ya bustani na mandhari. Sitafuti kuwa bilionea wala mtendaji mkuu wala hayo yote. Nataka tu kuishi maisha yangu na kuwafanyia mema watu ninaowapenda. Na nakupenda, wewe ni ndugu yangu. Njoo ufanye kazi na mimi kwenye magari. Tutakurudisha kwenye mstari na unaweza kukaa nami muda wowote unaohitaji. Nyumba yangu ni nyumba yako. Katika muda huo, Jose alihisi kitu kikibadilika ndani yake. Kila kejeli, kila shaka, kila tuhuma aliyokuwa amebeba kwa muda mrefu ilipasuka kidogo. Labda kulikuwa na mtu mmoja mwema katika familia hii. Labda baada ya muda wote huu, baada ya miaka hii ya kuamini kwamba kila mtu karibu naye anaongozwa na tamaa na ubinafsi, kulikuwa na mtu mmoja aliyempenda kwa yule alivyo, sio kwa kile alichokuwa nacho. Filipo alimkumbatia na kwa mara ya kwanza tangu Jose afike nyumbani alihisi kama anaweza kupumua tena. Asubuhi iliyofuata Jose aliamka kwenye chumba cha ziada cha Filipo. Kilikuwa chumba kidogo, safi, chenye samani za kawaida na kuta za kijani hafifu. Kulikuwa na dirisha lililoangalia barabara na kupitia hapo Jose aliweza kuona mtaa ambako Filipo aliishi. Ulikuwa wa kawaida, sio wa umaskini wa kutisha, lakini sio wa utajiri pia. Ni mtaa wa kawaida ambako watu wa kawaida wanaishi maisha yao. Jose alitazama chumba na kufikiri jinsi alivyotumia miaka 15 akifukuza vitu, akikusanya vitu, akiamini kwamba zaidi siku zote ni bora. Na bado hapa kwenye chumba hiki rahisi, akiwa hana kitu isipokuwa nguo alizovaa na shukrani moyoni kwa kaka aliyemwonyesha wema wa kweli, alihisi amani kuliko alivyohisi kwa muda mrefu sana. Filipo alikuwa ameondoka mapema kwenda kazini, lakini alikuwa ameacha ujumbe mezani jikoni akieleza kwamba Jose ajione yuko nyumbani, kwamba kuna chakula kwenye friji, na kwamba angemchukua Jose saa 6 mchana ili akamkutanishwe na wafanyakazi wake. Biashara ya Filipo ilikuwa ndogo lakini yenye mafanikio.
Alikuwa na wafanyakazi kama 5 waliokuwa wanafanya kila kitu kuanzia kutunza nyasi hadi kupanga mandhari kwa kiwango kidogo. Haikuwa kazi ya kuonekana ya kifahari, lakini ilikuwa kazi ya uaminifu. Na Jose alijikuta akiwa na hamu ya kufanya kitu halisi, kitu unachokiona, kitu kisichohusisha vikao vikubwa au mawasiliano ya muda mrefu au kuzungumza na wawekezaji wanaotaka makadirio ya robo mwaka. Filipo alimchukua Jose kwenye gari lake kwenda kazi waliokuwa wanaifanya upande mwingine wa mji. Jose alitumia siku hiyo kukwangua majani makavu, kukata vichaka na kubeba samadi ya miti. Mikono yake ambayo haikuwahi kufanya kitu kigumu zaidi ya kusaini nyaraka ilianza kupata malengelenge. Mgongo wake uliokuwa umezoea kukaa kwenye viti vya viongozi kwa miaka ulianza kuuma. Na alipenda kila sekunde. Kulikuwa na kitu safi kuhusu kazi ya mwili, kitu cha ukweli kuhusu kufanya kazi kwa ujira, kitu kinachoridhisha kweli unapomaliza na kuangalia uwanja na kuona matokeo yanayoonekana ya jitihada zako. Katika wiki zilizofuata, Jose aliingia kwenye ratiba. Aliamka mapema, alifanya kazi na kikosi cha Filipo siku nzima, na jioni yeye na Filipo walikaa barazani na kuzungumza kuhusu maisha. Filipo alimwambia kuhusu changamoto za kuendesha biashara ndogo, kuhusu ndoto zake na hofu zake, kuhusu msichana aliyekuwa anamwona ambaye alifanya kazi kwenye duka la kahawa la karibu. Msichana huyo aliitwa Lilian. Jose alisikiliza na kutoa ushauri ilipoonekana inafaa, lakini mara nyingi zaidi alisikiliza tu. Na kila siku iliyopita alihisi zaidi na zaidi kama amepata kitu halisi maishani. Alikuwa amepata ukweli. Alikuwa amepata uhalisia. Alikuwa amepata mwanafamilia aliyemjali. Au ndivyo alivyodhani. Ilikuwa katika Jumanne ya alasiri, takribani wiki 3 baada ya Jose kufika nyumbani, ndipo kila kitu kilibadilika tena. Jose alikuwa nyuma ya gari la Filipo akitafuta koleo fulani maalumu wakati mkono wake ulipogusa kitu ambacho hakikupaswa kuwapo hapo. Kilikuwa kitabu cha kumbukumbu kilichofungwa kwa ngozi, kikiwa kimefichwa nyuma ya paneli iliyolegea kwenye sehemu ya kubebea mizigo, kimefichwa kwa namna iliyoonyesha kilikuwa kimekusudiwa kubaki siri. Jose alijua hapaswi kuangalia. Alijua kufungua hicho kitabu ingekuwa ni kuvunja faragha ya kaka yake, lakini alikifanya hata hivyo. Kile alichokiona ndani kilifanya damu yake igande. Kitabu hicho kilikuwa kimejaa majina, anwani na kiasi cha fedha. Lakini hizi hazikuwa kumbukumbu za biashara ya bustani. Hizi zilikuwa kumbukumbu za kitu chenye giza zaidi. Jose alitambua muundo mara moja. Alikuwa amejifunza mbinu za biashara kiasi cha kutosha kujua mpango wa kuwanyonya watu alipouona. Anwani zote zilikuwa katika eneo ambako wazazi wao waliishi. Majina yalikuwa ya wamiliki wa nyumba wazee, watu wenye mapato ya pensheni, watu waliokuwa wameishi katika hilo eneo kwa miongo mingi. Na kiasi cha fedha kilichoandikwa pembeni ya majina yao kilikuwa ni ofa iliyo chini sana ya thamani halisi. Ofa ambazo zingemruhusu Filipo na yeyote aliyekuwa anashirikiana naye kununua eneo zima kwa bei ya kutupa, chini sana ya thamani ya ardhi. Akili ya Jose ilikimbia alipokuwa akipindua kurasa. Kulikuwa na maelezo pembeni, mipango ya jinsi ya kuwafuata hao wamiliki wa nyumba, taarifa kuhusu hali zao za fedha zilizokusanywa kwa kile kilichopaswa kuwa wiki kadhaa za utafiti, marejeo ya ushirikiano wa siri na kampuni ya uendelezaji wa majengo. Kulikuwa hata na picha za baadhi ya nyumba zikiwa zimechorwa michoro ya jinsi zingebomolewa na kujengwa majengo mapya. Nyumba ya wazazi wao ilikuwa humo. Majina yao yalikuwa yameandikwa pamoja na ofa iliyokuwa ni nusu tu ya thamani ya nyumba yao. Jose alisikia gari la Filipo likirudi eneo la kazi. Haraka akaweka kitabu hicho mahali pale pale alikokipata, akafunika tena kwa paneli ile iliyolegea. Mikono yake ilikuwa inatetemeka. Akili yake ilikuwa inazunguka. Kwa wiki 3 alikuwa ameamini kwamba kaka yake ndiye mtu mmoja mwema katika familia, mtu mmoja aliyempenda kweli. Na sasa aligundua kwamba wema wa Filipo haukuwa kuhusu upendo hata kidogo. Ulikuwa kuhusu mkakati. Ulikuwa kuhusu kupata nafasi ya ndani.
Filipo alidhani kwamba kwa kumpokea mdogo wake aliyedhaniwa amefilisika, angepata uaminifu wa mtu aliyemwona ana utaalamu wa kiufundi, mtu ambaye siri zake zingekuwa na faida kwa mpango wa kuwanyonya watu kupitia ardhi. Jioni hiyo, Filipo alipokuja kumchukua, Jose alihisi kana kwamba anamtazama mgeni. Filipo alikuwa anapiga stori kama kawaida, akiongea kuhusu Lilian kwenye duka la kahawa, kuhusu kazi walioipanga wiki inayofuata, kuhusu kama wachukue chakula njiani kurudi nyumbani. Jose alijibu kwa namna inayofaa, lakini akili yake ilikuwa mbali. Alikuwa akiwaza kuhusu wazazi wake, kuhusu jinsi walivyokuwa wanakaribia kupoteza nyumba yao kwa mpango ambao kaka yake mwenyewe alikuwa ameutengeneza. Alikuwa akiwaza kuhusu watu wengine wote kwenye hicho kitabu, familia nyingine zote ambazo zingefukuzwa kwa sababu ya tamaa ya kaka yake. Usiku huo, Jose alilala kwenye chumba cha ziada na kufanya uamuzi. Angekomesha hili. Angefunua yeye ni nani, aonyeshe familia yake taarifa zake za mali na waone kiwango kamili cha tamaa yao. Lakini hangewapa chochote. Hangeandika hundi. Hangeokoa nyumba ya wazazi wake. Hangesaidia mtu yeyote kujinasua. Angewaacha na ukweli. Na ukweli ungekuwa na thamani zaidi kuliko pesa zingewahi kuwa nazo. Ukweli ungewalazimisha kujikabili. Ukweli ungewaonyesha wazi ni watu wa namna gani wamekuwa. Aliwapigia mama yake siku iliyofuata na kumwambia apange mkutano wa familia kwenye mgahawa mdogo wa karibu kwa Jumapili ijayo jioni. Mama yake alionekana kushangaa, lakini hakuuliza maswali mengi. Agnes Mrisho hakuwa mwanamke wa kuuliza maswali mengi. Alisema tu kwamba atawaambia wote na kwamba watakutana naye saa 1 jioni. Wiki ilionekana kuvutika bila mwisho. Jose aliendelea kwenda kazini na Filipo, akidumisha uongo, akijifanya kila kitu ni kawaida, lakini akili yake ilikuwa tayari imeondoka. Alikuwa tayari akifikiria atakachosema, atakavyofichua asili zao halisi, atakavyowaacha wote milele. Alikuwa amerudi nyumbani kutafuta ukweli, kutafuta ushahidi kwamba familia yake inampenda. Badala yake alikuta udanganyifu wa kina, ulioenea kiasi kwamba ulikuwa umeambukiza kila kitu. Dada zake walipenda pesa na hadhi. Kaka yake alipenda yeye mwenyewe na mipango yake na familia nyingine. Walikuwa wameonyesha rangi zao za kweli kwa ukimya wao na kukataa kwao. Ilipofika Jumapili jioni, Jose alihisi kama mtu anayekwenda kwenye adhabu. Alivaa nguo alizonunua kwa fedha taslimu, nguo zilizomtosha kwa mara ya kwanza baada ya wiki nyingi. Aliendesha mwenyewe hadi mgahawani kwa gari la kukodisha, gari la kawaida lisilo la kujionyesha wala la kuonewa huruma. Alikaa kwenye kibanda na kusubiri familia yake ije. Walikuja taratibu, wakidondoka kupitia mlango. Sara akiwa kwenye mavazi yake ya kifahari, Zena akiwa na nywele zilizopangwa kikamilifu. Filipo akiwa na uso wa kushangaa kwa nini yupo hapa. Shangazi na wajomba mbalimbali, binamu na wanafamilia wengine wakajaza viti vya karibu. Mama yake alikuwa wa mwisho kufika. Alikaa moja kwa moja mbele ya Jose na kumtazama kwa uso ambao Jose hakuweza kuusoma. Basi, Sara alisema, akivunja ukimya. Ulitaka kutuambia kitu? Jose alifungua mdomo kuzungumza. Alikuwa ameandaa momenti hii mara 1000. Alikuwa tayari kuonyesha taarifa za akaunti, orodha ya uwekezaji, mali za ardhi. Alikuwa tayari kuwaambia kwamba walishindwa jaribio lake, kwamba walijifunua kuwa vile vile alivyokuwa anashuku. Alikuwa tayari kuwaambia waende zao. Lakini mama yake aliinua mkono. Kabla hujasema, Agnes alisema kwa sauti ya chini, nahitaji kusema kitu. Jose akafunga mdomo. Akamtazama mama yake akisubiri. Agnes alivuta pumzi ndefu. Aliangalia kuzunguka meza akitazamana na kila mwanafamilia. Kisha akamwangalia Jose tena. Ninajua wewe ni bilionea, alisema. Nimejua kwa miaka 5 iliyopita. Kibanda kilinyamaza. Ukimya kamili. Kila mtu aliganda. Ninajua kuhusu kampuni yako Dar es Salaam, Agnes aliendelea, sauti yake ikiwa thabiti na wazi. Nimekuwa nikifuatilia maendeleo yako.
Nimesoma makala kuhusu wewe kwenye vyombo vikubwa vya habari za biashara na teknolojia. Nimekuona ukipanda kutoka sifuri hadi juu ya dunia ya teknolojia na sikufanya chochote kukuzuia. Jose alihisi kama dunia inainama kidogo. Alifungua mdomo kuzungumza, lakini mama yake aliinua mkono tena. Niliruhusu kwa makusudi familia hii ikushughulikie kama ilivyofanya, Agnes alisema. Nilikuacha ujisikie ukikataliwa. Nilikuacha ujisikie hupendwi. Nilikuacha urudi na kutujaribu kwa sababu nilihitaji uelewe kitu. Nilihitaji uelewe hatimaye kwamba kule kupenda kwako kujaribu uaminifu wa watu ndiyo sababu hasa unajisikia mpweke. Umerudi na uongo, Jose, na umealika tabia ile ile uliokuwa unaogopa. Ulikuwa unataka kuwakamata watu kwenye tamaa yao, kwa hiyo ukatengeneza mazingira ambapo tamaa ingestawi. Huwezi kuishi maisha ukiweka mitego kwa watu halafu ukashangaa wanapoangukia. Umetaka watu waanguke na umeunda njia ya wao kuanguka. Jose alihisi machozi yakianza kujikusanya. Hakuelewa. Hakuelewa lolote kati ya hayo. Kuna jambo lingine, Agnes alisema. Jambo nilipaswa kukuambia kitambo. Zena alijaribu kusema kitu, lakini Agnes alimnyamazisha kwa kumtazama tu. Miaka 15 iliyopita uliponiambia unaenda Dar es Salaam kuanzisha kampuni, nilifikiria kukuzuia. Nilifikiria kukuambia ni hatari sana, kwamba ubaki hapa palipo salama. Lakini sikufanya hivyo. Badala yake nilifanya kitu kingine. Unakumbuka tulimpoteza baba yako miaka 5 kabla ya hapo? Unakumbuka bima ya maisha aliyotuachia? Jose alitikisa kichwa polepole. Baba yake alikuwa amekufa Jose akiwa na miaka 10 tu. Bima ile ilitosha kuwasaidia kuendelea, lakini haikutosha kubadili maisha yao. Nilichukua pesa zile, Agnes alisema. Kila senti, na nikawekeza kupitia kundi la wawekezaji wa siri katika biashara yako ya kwanza. Mimi ndiye niliyekuamini kabla hujajiamini. Mimi ndiye niliyechukua hatari juu yako. Ulifikiri umejijenga mwenyewe, Jose. Ulifikiri umejenga himaya yako kutoka sifuri. Lakini mimi nilikuwa tayari nimejitolea kila kitu kwa ajili yako. Nilikuwa tayari nimefanya uwekezaji mkubwa zaidi wa maisha yangu katika mafanikio yako. Jose alihisi kitu kikivunjika ndani yake. Alihisi simulizi zima la maisha yake, hadithi aliyokuwa anajisimulia kwa miaka 15, ikisambaratika na kuwa vumbi. Umerudi nyumbani kuhukumu familia uliyodhani ni ya tamaa, Agnes aliendelea, sauti yake ikiwa laini lakini imara. Lakini ulichokikuta ni kwamba wewe ndiye uliyekuwa na tamaa. Ulikuwa umejikita sana kwenye kile ambacho kila mtu angekufanyia. Ulikuwa umejikita sana kwenye kujaribu kama upendo wao ni wa kweli, kiasi kwamba hukuwahi kusimama kuangalia kile ambacho tayari kilikuwa kimetolewa kwa ajili yako. Hukuwahi kusimama kuangalia kwamba pengine watu wanaokupenda zaidi ni wale wanaofanya kimya kimya, wanaokuamini hata wewe unaposhindwa kujiamini, wanaotoa kila kitu na hawaombi chochote kwa malipo. Akaachia mkono wake na kukaa nyuma kwenye kiti. Niliwaacha dada zako wakukatae kwa sababu nilihitaji uelewe kwamba kukataliwa kuna kuwepo. Niliwaacha kaka yako akudanganye kwa sababu nilihitaji uelewe kwamba watu wanaweza kuwa waovu, hata walio karibu kabisa nawe. Nilikuacha uteseke kwa sababu nilihitaji uelewe hatimaye kwamba tabia ya kweli siyo tu jinsi watu wanavyowatendea maskini. Tabia ya kweli ni jinsi matajiri wanavyochagua kuuheshimu ukweli. Wanafamilia wengine walianza kuguswa, kujitetea, kueleza, lakini Jose hakuwasikia vizuri. Alikuwa peke yake ndani ya mawazo yake, akiangalia msingi mzima wa uelewa wake ukibomoka. Alikuwa amerudi nyumbani kufichua ukweli kuhusu familia yake. Badala yake, yeye ndiye aliyefunuliwa. Alikuwa amerudi kuwahukumu. Badala yake, yeye ndiye aliyohukumiwa. Na sehemu iliyomuuma zaidi, sehemu iliyochoma ndani kabisa, ni kwamba mama yake alikuwa sahihi. Kila neno alilosema lilikuwa ukweli mtupu. Jose alikaa pale mgahawani kwa dakika nyingine 10, lakini hakusema.
Aliwasikiliza dada zake wakijaribu kueleza, aliwasikiliza kaka yake akikanusha kwa hofu madai ambayo hata hayakuwa yametamkwa bado, aliwasikiliza mama yake akiendelea kwa utulivu kueleza kwa nini alikuwa amepanga kila kitu. Na kwa kila neno, Jose alihisi zaidi na zaidi kama mjinga. Alikuwa ametumia miaka 15 kujenga himaya, na katika kufanya hivyo, alikuwa amejijengea kuta za gereza. Alikuwa amejikita sana kuthibitisha kwamba hamhitaji mtu, kwamba anaweza kufanikiwa peke yake, kiasi kwamba alishindwa kuona kwamba zawadi kubwa zaidi aliyowahi kupokea ilikuwa imetolewa kwake na mtu aliyetarajia chochote kwa malipo. Mazungumzo yalipoanza kupoa, ilipokuwa wazi kwamba hakuna kilichobaki cha kusema, Jose alisimama. Aliangalia kila mwanafamilia mmoja baada ya mwingine. Hakuzungumza. Aliwatazama tu. Kisha akatoka nje ya mgahawa na hakurudi tena. Hakuandika hundi kuokoa nyumba ya wazazi wake. Hakuwekeza kwenye biashara za dada zake. Hakutumia rasilimali zake kuijenga familia yake au kuwasaidia kwa namna yoyote. Badala yake aliwaacha na kile mama yake alisema, kile ambacho wangeweza kuwa nacho muda wote kama wangekuwa waaminifu. Kama wangempenda kwa yule alivyo badala ya kile alichoweza kuwapa. Aliwaacha na ukweli. Na ukweli, kama ilivyotokea, ulikuwa na nguvu zaidi kuliko pesa zingewahi kuwa nazo. Kile Jose alijifunza katika muda huo, akiwa amekaa mgahawani, akiwa amezungukwa na watu waliomlea, ni kwamba ukitumia maisha yako kutafuta sababu za kutowaamini watu, siku zote utazipata. Utazipata hata kama utalazimika kuunda uongo mwenyewe ili zionekane. Utaunda mazingira yaliyoundwa kufichua ubaya wa asili ya binadamu. Na asili ya binadamu ilivyo, itatii. Watu wataangukia mitego ulioweka, sio kwa sababu siku zote walikuwa na tamaa au waovu, bali kwa sababu uliwapa nafasi ya kuwa hivyo. Na wakati mwingine wakikabiliwa na nafasi hiyo, wataichukua. Lakini kinyume chake pia ni kweli. Ukitumia maisha yako kutafuta sababu za kuwaamini watu, utazipata pia. Utazipata kwenye ishara ndogo, kwenye kujitoa kimya kimya, kwenye watu wanaokupenda sio licha ya mapungufu yako, bali kwa sababu wameona uwezo wako na wakaamua kuwekeza ndani yake hata hivyo. Jose Mrisho aliacha Dar es Salaam akiwa na uelewa kwamba tabia ya kweli sio tu jinsi watu wanavyowatendea maskini. Ni jinsi matajiri wanavyochagua kuuheshimu ukweli. Ni jinsi watu wanavyokutendea unapokuwa huna kitu. Ndiyo. Lakini pia jinsi wanavyokutendea unapokuwa na kila kitu na wanajua. Ni kama wao ni mtu yule yule faragani kama walivyo hadharani. Ni kama wanakupenda wewe au wanapenda kile unachoweza kuwafanyia. Hakuruhudi kuishi Dar es Salaam. Hakuruhudi kwenye himaya yake ya teknolojia na nguvu na kukusanya bila mwisho. Badala yake alifanya kitu kilichowashangaza wote, hata yeye mwenyewe. Alianza kutoa. Sio kwa familia yake, bali kwa wageni, kwa watu wasioweza kumlipa, wasiokuwa na njia ya kumpa chochote kwa malipo. Alifadhili biashara mpya zilizoanzishwa na watu kutoka mazingira magumu. Alianzisha ufadhili wa masomo kwa vijana wasiojiweza. Aliwekeza kwenye jamii zilizoachwa nyuma na maendeleo ya dunia ya kisasa. Alijenga maisha yake sio juu ya kile alichoweza kukusanya, bali juu ya kile alichoweza kutoa. Haikurekebisha uhusiano wake na familia yake. Dada zake waliendelea kuwa na kiu ya hadhi na pesa. Kaka yake, mara tu ufisadi wake ulipofichuka, alikumbana na matokeo ya kisheria kwa kuhusika kwake kwenye mpango wa kuwanyonya watu kupitia ardhi. Mama yake, mwanamke aliyepanga somo zima, akaendelea kuwa si mtu wa kulaumiwa tu wala si mtakatifu, bali mtu mgumu kueleweka katika maisha yake. Alikuwa amefanya kitu chenye uchungu ili kumfundisha kitu cha kweli. Kama hiyo ilimfanya awe mwema au mbaya, Jose hakuwahi kuamua kabisa. Lakini kile Jose alichojua ni kwamba hangeweza kurudi tena kwenye hali ya zamani. Hangeweza kuwaangalia watu kwa macho yale yale. Hangeweza tena kuingia kwenye mahusiano akiwa na mashaka na majaribio, kwa sababu alijifunza kwa njia yenye maumivu makali kwamba ukitafuta usaliti utauona. Na ukitafuta tamaa utaizalisha.
Janga la kweli la hadithi ya Jose sio kwamba familia yake ilikuwa na tamaa. Ni kwamba mwanaume mwenye kila kitu aliamua kuwajaribu watu badala ya kuwaamini. Ni kwamba alirudi nyumbani kutafuta uthibitisho kwamba watu waliomzunguka ni wabinafsi. Na katika kufanya hivyo, karibu awe kile alichokuwa anakitafuta. Miaka mingi baadaye, muda mrefu baada ya kutoa sehemu kubwa ya utajiri wake, muda mrefu baada ya kujenga maisha ya kuhudumia wengine badala ya kukusanya, Jose wakati mwingine alifikiria kuhusu ule mgahawa. Alifikiria kuhusu maneno ya mama yake, kuhusu jinsi tabia ya kweli inavyofichuliwa sio tu kwa jinsi unavyowatendea maskini, bali kwa jinsi unavyoutendea ukweli. Na angegundua kwamba mama yake alikuwa amempa zawadi kubwa zaidi. Alimpa zawadi ya kujua yeye ni nani na anataka kuwa nani. Alimshika kioo na kumlazimisha ajiangalia. Sio toleo alilotaka kuwa, bali toleo alilokuwa nalo kweli. Na wakati mwingine ukweli huo ni mgumu zaidi kukabiliana nao kuliko kukataliwa au kudanganywa kwa aina yoyote. Hii ni hadithi kuhusu bilionea, ndiyo, lakini pia ni hadithi kuhusu sisi sote. Ni hadithi kuhusu uongo tunaowaambia nafsi zetu. Ni hadithi kuhusu namna tunavyowajaribu watu walio karibu nasi tukitafuta uthibitisho kwamba hawastahili upendo wetu, uaminifu wetu na udhaifu wetu. Ni hadithi kuhusu jinsi upweke unavyozaa kutokuamini na jinsi kutokuamini kunavyozaa upweke zaidi katika mzunguko usioisha. Lakini pia ni hadithi kuhusu ukombozi. Ni hadithi kuhusu mwanaume aliyegundua kwamba utajiri mkubwa zaidi ambao angeweza kuwa nao haukuwa kwenye akaunti zake za fedha wala kwenye uwekezaji wake. Ulipatikana kwenye ule muda alipofahamu hatimaye kwamba mwanamke aliyempenda zaidi tayari alikuwa ameuthibitisha upendo huo kwa kujitoa kila kitu kwa ajili yake. Sio kwa sababu alikuwa ameustahili. Sio kwa sababu alikuwa ameupewa. Bali kwa sababu hivyo ndivyo mama hufanya. Wanawapenda watoto wao hata watoto wao wanapokuwa wajinga. Wanawaamini hata watoto wao wanaposhindwa kujiamini. Wanajitoa kwa namna ambayo hawatarajii kulipwa. Unapokaa hapa ukitazama hadithi hii, nataka ufikirie watu katika maisha yako mwenyewe. Nataka ufikirie kama unatafuta sababu za kuwaamini au sababu za kutowaamini. Nataka ufikirie nyakati ulipowajaribu watu moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja na kile majaribio hayo yalichofichua. Je, yalifichua ukweli kuhusu yule mtu mwingine au yalifichua ukweli kuhusu wewe? Hii ni aina ya hadithi inayobaki na wewe. Hii ni aina ya hadithi inayokufanya ukae macho usiku ukifikiria maisha yako, maamuzi yako na mahusiano yako. Hii ni aina ya hadithi inayokufanya utake kuwatafuta watu unaowapenda na kuwaambia unaomba msamaha kwa kutowaamini mapema. Hii ni aina ya hadithi inayotukumbusha kwamba wakati mwingine watu tunaowashuku zaidi ndio ambao tayari wamefanya mengi zaidi kwa ajili yetu. Na sasa nataka kukuuliza jambo. Nataka ulifikirie kweli. Ukiwa katika nafasi ya Jose, ungefanya nini ulipogundua kwamba kaka yako alikuwa fisadi? Ulipotambua kwamba jaribio lako lote lilikuwa limejengwa juu ya uongo, mama yako alipofunua kwamba alikuwa amekuwa anakuelekeza kwenye somo hili kwa muda wote, ungefanya nini? Ungeipa familia yako kila kitu na kuwasamehe? Ungewakata kabisa? Ungefanya kama Jose alivyofanya, kuondoka bila kuwapa chochote isipokuwa ukweli? Nataka ujibu swali hilo kwenye comment hapa chini. Niambie ungefanya nini? Niambie kama unadhani Jose alikuwa sahihi kuacha bila chochote. Niambie kama unadhani mama yake alikuwa sahihi kupanga hali hii yote. Niambie hadithi hii imekufanya ujisikie nini? Ilikufanya utake kulia? Ilikukasirisha? Ilikufanya ujitafakari? Na ukiwa kwenye maoni, tafadhali chukua muda, bonyeza like video hii. Subscribe kwenye kituo chetu ili usikose hadithi nyingine zote tulizoandaa. Tunaweka hadithi mpya kila siku na tuna hadithi nyingi sana kwenye maktaba yetu. Zote zikichunguza undani wa familia, upendo, haki na maana ya kuwa binadamu. Familia yangu ya thamani, asanteni sana kwa kutumia muda huu pamoja nami. Asanteni kwa kuniruhusu niingie kwenye mioyo yenu na kwenye makazi yenu.
Asanteni kwa kuwa sehemu ya safari hii. Tutaonana kwenye hadithi inayofuata.